Karibuni katika maonyesho ya Sabasaba mwaka 2026 ambapo sisi kama bodi ya bima ya Amana tunashiriki katika maonyesho haya na tunawapongeza TanTrade kwa kuadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya. Banda letu lipo katika viwanja hivi vya Sabasaba na tunachukua fursa hii pia kuwaambia wananchi waweze kukaribia katika banda hili na kupata elimu juu ya bodi ya bima ya Amana. Bodi ya bima ya Amana ni taasisi ya serikali ambayo ilianza shughuli zake rasmi mwaka 1994 na tunafanya kazi chini ya sheria ya mabenki na taasisi za fedha ya mwaka 2006 na majukumu yetu yanapatikana katika kifungu namba 36 mpaka 42 cha sheria. Bodi ya bima ya Amana kama nilivyosema mwanzo ni taasisi ya umma. Tuna majukumu makuu matano. Jukumu la kwanza likiwa kukusanya michango katika benki na taasisi za fedha zote zilizopewa leseni na Benki Kuu ya Tanzania kufanya shughuli za kibenki katika nchi yetu. Jukumu la pili, tunawekeza michango hii katika dhamana za serikali ili mfuko wa bima ya Amana uweze kukua, lakini pia tuweze kufanya jukumu letu la tatu na la msingi ambalo ni kulipa fidia kwa wananchi kuanzia shilingi 1 mpaka ukomo wa milioni 7,500 pale ambapo benki au taasisi na fedha itakapokuwa imefungwa na kuwekwa chini ya ufilisi na Benki Kuu ya Tanzania. Jukumu kubwa na la msingi, jukumu la 5 ambalo tumerasimishwa nalo mwaka wa 2025. Jukumu hili sasa hivi bodi ya bima ya Amana imeongezewa jukumu la kupunguza hasara. Tunapunguza hasara au kwa Kiingereza tunaitwa loss minimizer. Kwa maana tunapunguza hasara katika utatuzi wa migogoro katika benki na taasisi za fedha ambazo zina migogoro ya kiuendeshaji. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Tunatoa elimu kwa wananchi, lakini hii ni taasisi yao kwa sababu bima hii ni tofauti na bima zingine. Bima hii Mtanzania hulipii chochote, bali serikali imeweka utaratibu wa sisi kama bodi ya bima ya Amana kuweza kuwapa notice mabenki na wanachangia katika mfuko wa bima ya Amana kwa niaba yenu. Kwa hiyo wananchi ni wanufaika. Kokote pale mlipo, mnapotembelea katika maonyesho haya, mpite hapa mkijua kabisa kwamba bodi ya bima ya Amana tunakinga amana zenu kwa mujibu wa sheria, na kwamba nyinyi jukumu lenu ni kuweka hela benki na kuweza kutimiza yale malengo mliokuwa nayo wakati mnafungua akaunti au mnaweka akiba kwenye mabenki. Kwa hiyo pesa zenu ziko salama. Bodi ya bima ya Amana iko kwa ajili yenu na tunakinga amana zenu, kwa msiwe na wasiwasi. Enyi wafanyabiashara wote ambao mpo katika maonyesho haya ya mwaka 2026 na watoa huduma wote, naamini tunatumia huduma za kibenki. Kwa hiyo tutumie huduma za kibenki tukiwa kifua mbele kabisa kwamba serikali imeweka utaratibu maalumu kwamba ikitokea benki au taasisi ya fedha imefungwa, basi bodi ya bima ya Amana itawarudishia wananchi pesa zenu ili muendelee na majukumu yenu ya kibiashara na kukuza uchumi wa nchi yetu kwa mujibu wa sheria. Asanteni sana na karibuni sana. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.